Wakati watu wa Kibeza wananchi Yanga kuweza kutangaza wananchi kuingia bure kwenda kuitazama timu yao kwenye mchezo wa marudiano kombe la klabu bingwa barani Afrika dhidi ya Silver Strikers kutoka pale nchini Malawi siku ya Jumamosi, kafu wameamua kuchachua mambo baada ya kutoa vinganganyiro mbalimbali vya tuzo mbalimbali za mwaka hapa barani Afrika. Tuzo ya mchezaji bora wa mwaka kwa upande wa wachezaji mbalimbali, wachezaji ambao wameingia kwenye kinganganyiro hicho kama tunavyofahamu ni wachezaji 10, alafu anapatikana yule mshindi. Wachezaji walioingia katika kinganganyiro hicho ni Fiston Kalala Mayele kutoka pale DR Congo ambaye anakipiga katika timu ya Pyramid pale nchini Misri, lakini pia kuna Frenkie Anguissa ambaye huyu yeye anatoka pale Ghana, lakini pia Mohamed Salah ambaye anakipiga Misri, Dennis Buangia ambaye na yeye ameingia kwenye kinganganyiro hicho, Osenu Guirassi ambaye naye ameingia kwenye kinganganyiro hicho kutoka Ghana, lakini pia kuna Ashraf Hakimi ambaye anakipiga pale Paris Saint-Germain kwa maana ya PSG nchini Ufaransa, lakini pia akitumikia timu ya taifa ya Morocco. Mchezaji mwingine ni yule ambaye ilitokomeza Tanzania akaitoa nje ya michuano ya CHAN 2024 iliyofanyika katika mataifa matatu ya Afrika Mashariki, Tanzania, Kenya pamoja na Uganda, kwa maana ya Osama Lamlu pamoja na Victor Osimhen ambaye anakipiga pale Galatasaray nchini Uturuki, lakini pia ambaye anakipiga katika timu ya taifa ya Nigeria. Wachezaji wengine wawili ni Ilmani Ndiaye pamoja na Pape Matari Sari ambao hawa wanatoka timu ya taifa ya Senegali. Lakini pia ukiachana na tuzo hiyo ya mchezaji bora wa mwaka, vinganganyiro vya tuzo nyingine ni golikipa wa mwaka, kwa maana golikipa ambaye amefanya vizuri ndani ya msimu wa mwaka 2024-25 ambapo hapa wameingia nako magolikipa 10. Tunamuona Onana ambaye ni golikipa ambaye ametoka pale Manchester United ambaye anakipiga Kameruni na ameingia katika kinganganyiro hichi cha kugombea tuzo hiyo. Lakini pia tunamuona Vozina ameingia katika tuzo hiyo, Ahmed El Shanawi kutoka pale nchini Misri katika klabu pia ya Al Ahly, lakini pia Muniri Mohamed, Yassine Bounou ameingia, Stanley Mwabali, Edward Mendy ambaye aliondoka katika klabu ile ya Chelsea ambaye alifanya vizuri na Chelsea na kuchukua kombe la UEFA kwa maana kombe la klabu bingwa barani Ulaya pale, pamoja na Morsi Diouf yeye ni mchezaji pia ambaye anakipiga pale Senegali na ni golikipa ambaye anakipiga Senegali, sambamba pia na mchezaji huyu Edward Mendy. Kwa ni magolikipa wawili hao kutoka Senegali wameingia katika kinganganyiro hicho akifanya vizuri na timu ile ya TP Englaba Mazembe. Lakini pia yuko Ronwe Williams ambaye yeye pia aliingia kwenye kinganganyiro cha golikipa bora wa mwaka kwa msimu ule wa 2023-24 wakati akifanya vizuri na timu ya taifa ya Afrika Kusini, lakini pia Mamelodi Sundowns, kwa maana zile tuzo ambazo tunaona kwa msimu huu wamechukua watu mbalimbali, akichukua golikipa wa Manchester City, lakini pia Ousmane Dembele na yeye akichukua tuzo hii ambazo wengi tunapenda kuziita tuzo kubwa duniani. Unaweza ukazijua ni tuzo gani hizo? Wengi mnazijua, sio mpaka nikutajie jina bwana, tuzo gani hizo. Special fahamu nikiwaambia tuzo hizo na nikutajia na mchezaji mwenyewe. Lakini pia Aymeri Dahmeni na yeye ameingia kwenye tuzo hizo, golikipa huyu kutoka pale taifa la Tunisia. Tuzo nyingine ni Interclub Player of the Year kwa maana mchezaji bora wa mwaka kwa wale ambao wanacheza katika bara hili la Afrika katika ligi za mbalimbali, kwa maana wako katika bara hili la Afrika. Ile la kinganganyiro cha mchezaji bora ni kwa maana ujumla, haijalishi anacheza ndani au nje, lakini hii ni kwa wale ambao wako ndani ya bara hili la Afrika katika vilabu vyetu hivi, kina Al Ahly, kina Simba, kina Yanga na wengine wengi. Sasa hapa wameingia wachezaji 10. Jina kubwa ambalo limetajwa humu sana na wengi wameshtuka, yako majina takribani mawili. Kuna Fiston Kalala Mayele pamoja na Shomari Kapombe ambao wameingia katika kinganganyiro hichi, lakini pia
pia Osama Lamlu ambaye ndiye aliyeitoa Tanzania katika michuano ya CHAN. Mohamed Chebi ambaye yeye ni Morocco, lakini pia Mohamed Hirimati ambaye naye ni Morocco. Maana kwenye kinyang'anyiro cha tuzo hizi Morocco imetoa wachezaji takribani watatu, lakini pia wakati huo huo klabu nyingine mbalimbali nazo zikiwa zimetoa wachezaji kama Isufu Dayo pamoja na Blati Ture, na wao wakiwa kwenye kinyang'anyiro cha tuzo hizi. Lakini pia Ibrahimu Adel, lakini pia na Ashuri kutoka pale Misri katika klabu ya Al Ahly. Ismaili Bukasemi na yeye akiwa ameingia kwenye kinyang'anyiro cha tuzo hizo za Interclub Player of the Year. Lakini pia kuna kocha bora wa mwaka ambako hapa story nyingi. Kocha ambaye alikuwa anahusishwa na klabu ya Simba, kahusishwa pia na klabu ya Yanga, yumo pia kwenye hichi kinyang'anyiro. Rubista ameingia kwenye kinyang'anyiro hicho kama kocha bora wa mwaka. Hosam Hassani ameingia pia kwenye kinyang'anyiro. Jursiki naye ameingia, lakini pia kuna Sami Trabelsi pamoja na Rumwaldi Kotondrade na yakiwa ameingia hapo, ambaye ndo kocha niliyomtaja amehusishwa na vilabu viwili vya hapa nchini Tanzania. Moine Chabani pamoja na Tariki Saktui ambaye huyu amefanya vizuri na timu ya taifa ya Morocco kwenye michuano ya CHAN, ambaye ndio bingwa wa CHAN. Lakini pia kocha Mohamed Oubi ambaye sasa huyu amefanya balaa, amechukua World Cup ya Under 20 na timu ya taifa ya Morocco. Kuna wengine kama kina Walibu Regragui pamoja na Pape Thiau na wameingia pia kwenye kinyang'anyiro cha tuzo hizo. Lakini pia wengi tuna tuzo ambazo zimekuwa zitajwi sana. Young Player of the Year ambako Lamine Yamal kwa upande wa zile tuzo za Ballon d'Or amechukua mara ya pili mfululizo, na tuzo hizi kwa hapa barani Afrika wameingia wachezaji 10 kwenye kinyang'anyiro hicho, na kuna wachezaji wengi ambao ni wazuri. Kongo pale pametoka mchezaji, lakini pia Nigeria wametoa mchezaji. Morocco wametoa wachezaji takribani 3. Afrika Kusini wametoa wachezaji takribani 2. Si unanielewa, si unanipata hapo? Pamoja na mataifa mengine ambayo yametoa wachezaji. Morocco imetoa wachezaji 3 kama ambavyo nimekuambia, Hosam Esak Adak, lakini pia kuna Othman Mama pamoja na Abdella Uzane, wachezaji hao 3. Kwa upande wa Afrika Kusini umetoa Mbekezile Mbokazi pamoja na Tylon Smith, wakati huo Nigeria wakitoa Daniel Bamei. Kongo ni Noah Sadiq. Umeelewa? Tanzania sisi tuko wapi? Pamoja na wachezaji wengine ambao wameitwa wameingia katika kinyang'anyiro hicho. Ukiingia sasa kwenye National Team of the Year, hapa ndio balaa. Morocco hawakamatiki. Timu 2 za Morocco za taifa zimeingia, kwa maana senior team ya Morocco kwa upande wa ile Morocco yenyewe, lakini pia hapo pana Morocco Under 20 ambayo imechukua World Cup. Afrika Kusini ikiwa kwenye kinyang'anyiro pamoja na Tunisia, Egypt, Cote d'Ivoire, Cape Verde pamoja na Algeria, Ghana pamoja na Senegal wakiwa kwenye kinyang'anyiro hicho. Club of the Year again Simba, baada ya kuingia 2024 kwa maana msimu uliopita, licha kwamba hata Yanga waliingia, this year again wameingia tena kwenye kinyang'anyiro cha timu bora ya mwaka. Simba anaungana na timu kama kina Al Hilali Omdurman, anaungana na timu kama kina Stellenbosch ambaye amekutana na Simba kwenye michuano ya kimataifa kwa msimu uliopita. Lakini pia Pyramids, Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns, RC Berkane, CR Belouizdad, CS Constantine pamoja na ASEC Mimosas. No Al Ahly, no Wydad Casablanca, no Raja Casablanca, no Esperance de Tunis, no sweet team zote nyinyi ambazo mnazijua, mnazikubali, zinafanya vizuri kwenye michuano mbalimbali hapa barani Afrika, hazipo kabisa kwenye michuano hii. Simba again misimu 2 mfululizo anaingia kwenye tuzo hizi. Ule msimu
aliyoishia robo finali akiondolewa na Al Ahly, lakini pia msimu huu ambao amefika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Wananchi Yanga waliingia mara moja wakati wanafika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, wakaja wakaingia pia msimu wa pili ambao waliingia na Simba wa kufika robo finali wakitolewa na Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo timu zote mbili zikiwa zimeingia mara mbili, Yanga mara mbili, Simba na yeye pia akiwa ameingia mara mbili katika tuzo hizo. Na hivyo ndivyo ambavyo vinganganyiro vya tuzo mbalimbali zilivyo. Tanzania naye hatujakaa nyuma sana, kwa maana tukitoa timu bora ya mwaka, kwa maana Simba ameingia hapo kwenda kuwania, lakini pia mchezaji kama Shomari Kapombe akiingia kwenye kinganganyiro cha tuzo hizi. Mmoja kati ya vitu ambavyo tunajivunia, lakini Simba imetawala sana kwenye tuzo hizi. Kitu ambacho natamani ni timu zetu kuziona zikiwa zinashiriki tu, zifike mpaka kwenye ile top 3 kwenda kukompiti, na wakati mwingine hata kuchukua kinganganyiro hichi. Kama Al Ahly ameshindwa kuingia kwenye zile top 10, why Simba asichukue, au why Yanga asichukue? Inawezekana. Ni wao tu kuhakikisha kwamba wanafanya juhudi ili kuweza kufanya hivyo, lakini pia the same pia na kwa wachezaji vile vile, lakini pia hata kufanya